Zejinas Platform. Karibuni kwenye Business Battle. Yesterday you said tomorrow, so just do it. Make your dreams come true. Just do it. Leo ni siku ya baba duniani. Ni siku kubwa sana duniani, lakini isiyo na mbwembwe kabisa. Ni wachache sana ambao wanakuwa wanaizingatia siku ya leo, kwa sababu wababa wenyewe wenye siku yao ya leo wako busy mno na wanaendelea na shughuli zao. Baadhi ya watoto, hasa watoto wa kike, wengi ndio tunaona kwenye peji za mitandao ya kijamii wakiwawishi baba zao na kutambua mchango mkubwa kwenye hatua zao. Tofauti sana na watoto wa kiume, ni wachache sana ambao wameweza kuwaposti baba zao kwa siku ya leo. Hiyo hainipi mashaka hata kidogo, kwa sababu ni chanya na chanya haziwezi kufanya chochote, ila hasi na chanya daima hata kwa watoto huwa zinafua umeme mzuri kabisa. Lakini leo nilitaka tujiulize kitu kimoja. Katika Biblia kuna mstari umeandikwa yafuatayo: Bwana Mungu akasema, si vizuri huyu mwanaume kuwa peke yake, nitamtafutia msaidizi wa kumfaa. Kwa uelewa wangu, huu mstari inamaanisha kwamba ikabidi wamuumbe mwanamke kwa ajili ya mwanaume, yani mwanamke aje kuwa msaidizi wa huyu mwanaume. Ni kweli na ikawa hivyo, lakini tujiulize kwa kipindi hiki cha sasa hivi, huyo mwanamke ambaye uko naye ni kweli ni msaidizi wako, au wewe mwanaume ndio msaidizi wa huyo mwanamke? Ni maswali tu ambayo yanakuja kichwani. Ni kweli wewe ndio umeletewa msaidizi, au huyu mwanamke ndio alikuja ili wewe uwe msaidizi kwake? Kwa sababu ukiangalia dunia jinsi inavyokwenda, wanaume wanajitoa maisha kwa kiwango kikubwa sana ili kuweza kufanikisha kwamba dunia inaenda pale ambapo inapaswa kwenda. Sijui nikisema hivyo na kuwa naeleweka au sieleweki, lakini angalia wanaume wangapi wako kwenye mapambano magumu muda huu hapa, mapambano yasiyosemeka. Tazama kwenye migodi, tazama kwenye mabodaboda, tazama wavuvi mbalimbali na sehemu nyingine nyingi, wapo wanapambana vibaya mno, na hawapambani kwa ajili yao. Wengi wanajitoa kwa ajili ya watu walioko nyuma yao. Ukichukua mfano wa msaidizi wa nyumba ambaye watu wengi huwaita wafanyakazi wa ndani, msaidizi hufanya kazi nyingi zaidi za nyumbani kuliko boss. Lakini hatuna maana hiyo kwamba huyu mama au mwanamke aweze kufanya kazi nyingi kuliko mwanaume, lakini tu tulikuwa tunajiuliza, ni kweli mwanaume ndio aliletewa msaidizi au yeye ndio msaidizi wa yule mwanamke? Leo ni siku ya baba duniani. Hebu niambieni kupitia hapo. Lakini kitu kingine cha pili ambacho nimekuwa nikijiuliza siku ya leo, na wewe una haki ya kujiuliza maswali yoyote ambayo unajisikia kujiuliza kwenye kichwa chako: kati ya baba na mama, mtoto ni wa nani? Ni swali ambalo nimejiuliza, nikaona kwamba huenda ni uoga tu wa wanawake na mfumo dume ambayo ilipelekea kwamba mwanamke ajione yule mtoto sio wake. Lakini ni wazi kwamba huenda mwanaume amekuja kusupport, kuhakikisha tu kwamba yule mtoto anaingia kwenye ile nyumba yake ili aweze kuja duniani. Ila kwa asilimia kubwa, kwa mtazamo wangu, naamini mtoto ni wa mama. Sijui wewe unaliongeleaje hilo pia. Lakini kitu kingine cha tatu ambacho nimekiwaza leo, kwa nini wanaume wengi hufa mapema? Ukiangalia nyumba nyingi sana, wanaume wengi wamekuwa wakitangulia mbele za haki mapema kuliko wanawake. Nikagundua ya kuwa kwamba mwanaume ameumbwa na upendo na amejiattach na upendo kwa kiwango kikubwa, na kinachowateketeza wanaume wengi ni familia zao, kwa sababu anakuwa na upendo mkubwa na familia. Kwa ikitokea anakosa baadhi ya vitu kuleta kwenye familia, labda pesa imekosekana, kuna watoto pale, humpelekea maumivu makali sana, kwa sababu ameumbwa na upendo na amejiattach na familia ile pale. Kwa inampelekea mpaka kupata magonjwa ambayo huwa yanapelekea kuondoa uhai wake. Aidha inaweza ikawa
inakuwa ni mawazo makali, mpaka unajikuta labda mtu kaingia kajichanganya kwenye gari, kagongwa na magari, kagongwa na mavitu barabarani, au kapata magonjwa mbalimbali kama pressure, visukari na vingine kama hivyo ambavyo vinapelekea kuyaondoa kabisa maisha yake mapema. Nadhani hicho ni kitu ambacho kinapelekea wanaume wengi kutangulia mbele za haki mapema zaidi. Upendo ndio sababu kubwa, kwa sababu wanakuwa wamejiattach na vitu kwa kiwango kikubwa. Inaweza ikawa pesa, familia. Ukikosa hivyo vitu au ukikosa mkate wa kupeleka nyumbani, inaumiza sana sana. Kwa nadhani mtazamo wangu, hicho ni kitu ambacho kinapelekea wanaume wengi pia kuondoka mapema. Lakini kwa kile nilichokiwaza mwanzo kuhusiana na nani aliletwa duniani kuja kuwa msaidizi wa mwenzake, nadhani mwanaume ndio msaidizi wa mwanamke, kwa sababu mwanaume anafanya vitu vingi sana kwa ajili ya mwanamke. Kwa hiyo ni wazi kwamba tunaweza tukasema kwamba mwanaume ndio msaidizi wa mwanamke. Wewe tazama tu, angalia sehemu nyingi, angalia dunia jinsi ilivyo. Mwanaume anafanya vitu vingi sana kwa ajili ya mwanamke, na sio mwanamke kufanya vitu vingi sana kwa ajili ya mwanaume. Kwa hiyo mwanaume ni msaidizi wa mwanamke. Yangu ni hayo tu. Wewe una mtazamo gani kufuatia hivyo vitu ambavyo nilikuwa naviongea hapo? Unaweza ukashusha komenti yako hapo. Una haki ya kuongea kitu chochote kile ambacho unakifikiria kichwani kwako. Leo ni siku ya wababa duniani. Heri ya wababa wote duniani ambao wanapambana kufa na kupona ili familia zao ziweze kuwa salama na kujisifu ni watoto wa kishua kesho. Huyo ndio baba ambaye ana upendo na familia yake. Na mwanaume ni kitu ambacho hakina historia nzuri duniani. Ukishamaliza majukumu yako utapita hivi, then maisha mengine yataendelea na watoto wataimba nani kama mama. Ni kawaida sana. Tuendelee kupambana licha ya kuwa msaidizi amekuwa mshindani. Vita ni kali sana. Tuendelee kumwomba Mungu pia. Asante kwa kuendelea kuwa mdau wetu mkubwa. Tunakuomba bonyeza alama ya kengele na usiache kusubscribe. Asante sana.